Aisee, hii ni tamthilia ambayo inaitwa Samahani Asante. Inapatikana kupitia chaneli ya Kitale Mkude Simba. Mimi nimekuletea uchambuzi tu wa tamthilia hii, naamini utaipenda na utaifuatilia katika chaneli ya Kitale Mkude Simba. Bana, Samahani Asante ni moja kati ya tamthilia ambayo inamwelezea mzee huyu ambaye ni mchawi ambaye akishirikiana na kina Mama Semeni, na hii ni timu yote ya kichawi, ambapo wanaelekea kwa yule mzee kwa ajili ya kuweza kumpa onyo kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, kwa sababu yule mzee amekuwa ni mmoja kati ya wazee ambao hataki kutoa kafara, na mzee mwenyewe ni mzee Senga. Mzee Senga bana amekuwa ni mbinafsi sana katika crew hii ya wachawi. Sasa hao wachawi wameona ni bora waelekee huko aliko huyo mzee kwa ajili ya kutoa tamko kwamba je, watakuwa yuko tayari kutoa kafara hiyo, maana inahitajika kafara hapo ya mtoto, na yule mzee Senga anasemekana kwamba hana mtoto. Sasa hawa jamaa akishirikiana na hii timu ya kichawi wanaelekea, wote hao ni wachawi hawa, wanaelekea huko kwa ajili ya kuweza kukutana na yule mzee Senga, na huyu aliyoko mbele ni mmoja kati ya mchawi mkubwa sana ambaye hata anaogopeka zaidi na yule mzee. Mzee Senga mwezi, huyu mzee akimwona huyo mzee anakuambia anatetemeka, anakuwa ni mtu wa ajabu, anakuwa ni mtu ambaye kama mtoto mdogo, hana nguvu za kichawi, lakini kumbe uwezo bwana wa kichawi anao wa kutosha. Tamthilia hii kama jinsi nilivyokuambia inaitwa Samahani Asante, director ni Kitale. Basi tunaendelea katika mwendelezo sasa. Kama jinsi nilivyokuambia, walikuwa wanaongozana kuelekea kwa mzee Senga ili mzee Senga aende akaeleze ni kwa nini hataki kutoa kafara, maana wote hawa wamekuwa ni watu ambao wanatoa kafara. Sasa kwa nini yeye mzee amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa ni wabishi sana kutoa kafara? Unaona bwana, kwa hiyo wamechoshwa na tabia ya huyo mzee, unaona bwana, kwa wamemtimbia mzee Senga hapo, wanabisha hodi na wanapokelewa. Hii yote ni timu ya wachawi, alafu kibaya zaidi ya wanawanga mpaka mchana kweupe kabisa yani. Ona bwana. Basi huku tukiendelea mbele zaidi, nikwambie kwamba hapo chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, libonyeze, alafu kisha libonyeze hilo neno, utakuwa ni moja kati ya familia ya Maganga Mjomba bwana. Baada ya kuwa wamefika watu hapo, walikaribishwa na huyu mzee. Hii ndio timu ya wachawi, wameketi hapo wanamwangalia huyu mzee, akawa amewakaribisha pale, karibuni sana, mimi shida yangu ni nini, shida yenu yote niko tayari kwa ajili ya kuweza kuwasikiliza kila kitu. Huyu mzee akisema inaonyesha wewe ni moja kati ya watu ambao unakataa kutoa sadaka. Wenzako wote hawa wametoa sadaka, lakini wewe mpaka sasa hujatoa sadaka. Huyu mzee akasema siwezi kutoa sadaka kwa sababu sina mtoto. Huyu akasema mtoto mbona unaye? Na yule kikolelo, huyu mzee Senga akasema yule kikolelo ni mtoto wa mzimu, siwezi kumtoa kafara kwa sababu yule mtoto hana kimvuli chochote kile. Unaona? Kwa hiyo huyu bwana mama akamwambia haiwezekani, unabidi mtoe kafara hivyo, la sivyo utolewe wewe kafara. Na mzee Senga akasema mimi siwezi kutolewa kafara, mimi nitajitahidi jamani, nisameheni, nitafanya kila ninachokiweza, ikiwezekana mwaka huu niweze kuoa. Anasema pana, utolewe kafara wewe ili ujisikie raha. Jamani, hebu nionieni huruma, kama vipi nitafutieni mwanamke nimuoe, mimi nitatoa mahari ya shilingi milioni 2 ili tu niweze kuwa salama, niweze kuzaa mtoto. Ule mwanamke akinizalia mtoto basi nitamtoa kama sadaka. Unaona bwana. Sasa wakati mazungumzo yanaendelea, huyu mzee ni mganga, yaani kila kile ambacho kinachoendelea kule huyu mzee anakuwa anakielewa, na hapa aliko anatwanga dawa. Hizi dawa huwa anazitumia akiwa pamoja na kikolelo. Wewe sio mzee, ni hatari kweli kweli yani, na ana hasira kweli kweli kuhusiana na uchawi unaoendelea hapa kijijini, maana wale wachawi walishaua mpaka mtoto mdogo.
kwa lengo la kutoa kafara ili waende wakaongeze nguvu. Naambiwa mzee huyu amechachawa, amechanganikiwa, anaona kumbe wanataka wanitania hawa. Hawajui kama mimi ndio Mwafuma Mwikulu, mimi ndio mwenyewe. Unaona bwana. Basi huyu mzee aliendelea kutengeneza dawa akiwa na malengo kwamba atakapoikamilisha hiyo dawa kila kitu kitakuwa sawa na mambo yote ambayo yanayokuwa yanaendelea ataweza kukaa sawa sawa. Huyu mzee amemsaidia mpaka ile kikolelo kuweza kutoka katika kifo na kuwa katika umbo la mtu ambaye hana kimvuli. Kwa hiyo huyu mzee ni mtu senior kabisa ambaye anaweza kuwapelekea moto wale wachawi, na hata wale wachawi wanamtambua huyu. Basi huku kikao kinaendelea, anamwambia wewe mzee, huyu Mama Semeni katoa mtoto wake, na huyu mzee katoa mtoto wake, lakini hata huyu katoa mtoto wake, mimi mwenyewe nimetoa watoto wangu wawili. Unaona bwana, wewe mzee haujatoa mtoto hata mmoja, alafu eti sisi wote tunaona kama ni wajinga. Haiwezekani kabisa. Bila wewe kutoa mtoto inabidi na wewe utolewe. Mzee akasema jamani, kama jinsi nilivyowaambia, huu mwaka nioe au kama vipi nitafutieni mwanamke. Wewe mwanamke nikishamuoa, akibeba mimba, akishazaa mtoto, basi huyo mtoto atakayezaliwa wa kwanza nitamtoa sadaka. Unaona, ila naombeni mnisaidie katika hilo, nitafutieni mwanamke. Mimi niko tayari kutoa mahari ya shilingi 2 milioni. Huyu mzee akasema, je, unawahakikishaji wenzako kama hili swala utalifanyia kazi? Mama Semeni akasema, huyu mtu aga ni muongo hivi. Anaweza akakubali kitu alafu baadaye akatugeuka huyu. Unaona bwana. Huyu mzee akasisitiza kwamba jamani, unawaahidi kitu gani hawa watu wote? Mzee akasema kama mimi naahidi kwamba nitaoa. Basi unaambiwa kwamba vigelegele vitakapigwa pale kwa ishara ya kwamba atatafutwa mwanamke ambaye atakayekuja kuolewa na huyo mzee. Basi wakainuka hapo, wakaanza kutambika kichawi, wakaendelea kuimba nyimbo zao. Kisha safari ya kutoka kwa huyo mzee ikawa imeanza kuondoka, baada ya kuwa ameshafika mwafaka mzuri na amekwisha kuelewana kwamba yule mzee Senga na yeye aweze kuoa mwanamke. Huyo mwanamke akishazaa tu mtoto, basi huyo mtoto atatolewa kafara kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wameelewana. Basi hao wachawi wakawa wameondoka, wamefurahi kabisa kuona na huyu mzee naye ameingia katika kisanga au katika mchakato wa kuweza na yeye kuweza kutoa mtoto. Bana we, samahani, asante ndiyo jina la tamthilia hii. Director ni Kitale Mkude Simba, na tamthilia hii inapatikana katika chaneli yake ya YouTube. Ukienda YouTube pale andika tu Kitale Mkude Simba unaweza kuipata video yake. Lakini hapa mimi nakuchambulia tu na nakuweza kudavuria. Basi baada ya kuwa kikao kimemalizika, akawa ameagizwa huyu kwenda kwa huyu mwanamke mwenye ushungi kwamba anaambiwa hivi, nikwambie shoga yangu, hapa kijijini una bahati wewe mwanamke, una bahati kubwa sana. Jamani, bahati yenyewe nimetolea wapi mimi? Nikamwambia wewe hujui tu, kati ya wanawake wengi wenye bahati katika hiki kijiji wewe ni namba 1. Nakwambia shoga, umependwa, tena umependwa na mwanaume mwenye pesa zake mjini hapa. Hakuna mtu ambaye anaweza kumfikia huyo mwanamume mwenye pesa. Yaani sisi sote tumeachwa, umekuja kupendwa wewe. Yaani ni una bahati hapa kijijini shoga yangu, asikwambie mtu. Yaani wewe huyu sasa mimi bahati nimetoa wapi jamani? Mtu anataka kunioa. Unataka kuolewe. Binti anasema jamani, mimi wakunioa hapa kijijini bila 400 au 500 mimi siwezi kuolewa. Huyu mwanadada akamwambia bwana wewe usijali bwana shoga yangu, mwanaume aliyopatikana anakupa hela nyingi sana zaidi ya hiyo uliyosema wewe. Alafu usiseme kwamba hapa kijijini hakuna wanaume. Wanaume wapo. Unaona bwana, utalipwa pesa nyingi kama mahari. Wanasema wewe wanaume wapo, hawana chochote, hawana pesa. Huyu mwanamke akamwambia wewe subiri, nitakuonesha tu. Wewe mwanaume atalipa shilingi ngapi? Wewe unasemea shilingi hiyo milioni hiyo 400,000 wewe utaona. Basi tukiachana wale pale, huyu mzee Senga akiona Mama Semeni hapo kuna uchawi ambao wanautengeneza, wanataka wautengeneza katika nyumba ya kina Kikolelo. Naona bwana. Sasa Mama Semeni akawa anaangalia pale mbele ili kuweza kutafakari kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini pia huyu mzee naye alikuwa kashatengeneza madawa na kumwambia kwamba utaenda pale, ukishaenda pale utachimbia dawa chini, lakini pia dawa nyingine utaweka kwenye sufuria lile pale. Ukishaweka tu dawa Mama Semeni, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini utambue huyo mama huyo anayeweka hapo jiko hilo, wakati unaenda kuweka dawa
atakuwa hakuoni, nimeshafunga kila kitu, nimeziba kila kitu. Kwa hiyo huyu mama hatakuona, hata kama akitoka nje hakuna mtu yoyote yule atakayeweza kukuona. Kwa hiyo cha msingi, nenda kachimbie dawa pale chini, alafu hii nyingine kaweke kwenye sufuria la chai, ili mambo ya taradadi yawe vizuri. Unaona bwana. Sasa huyu mzee Senga ni mchawi sana, na lengo lake ni kuweza kuleta majanga katika nyumba ya kwa kina Kikolelo. Ameshasahau kwamba Kikolelo sio binadamu wa kawaida, ni mzimu yule, sema anaishi tu kibinadamu, yani ni mtu ambaye hana kimvuri. Naona bwana. Kwa hiyo huyu mzee na uchawi wake anajiamini sana, anasema nimeshafunga kila kitu, hawezi kukuona, nimeshazubaisha kila kitu hapo. Basi unaambia Mama Semeni kwa kujiamini akaanza kutembea kuelekea huko, kwa sababu mchawi mwenzake ameshamwambia kwamba kila kitu kimeshakuwa sawa juu ya ulinzi wake na usalama wake, pia kila kitu kiko sawa sawa. Kwa hiyo mzee Senga kana muangalia tu Mama Semeni, baada ya kuwa Mama Semeni anaelekea huko ambako anakoelekea kwa ajili ya kuweka dawa. Unaambiwa bwana, Mama Semeni baada ya kufika pale akawa na wasiwasi, ni kama vile ataweza kaona, akafunua sufuria hilo, akachukua dawa akaanza kuweka. Sasa yule mama anapotoka nje akawa amuoni bana, mazungumzo yanaendelea huko. Bana wewe unaolewa kwa shilingi milioni 2. Milioni 2 unaolewa. Jamani wewe, milioni 2 ananioa nani? Unaolewa shoga yangu milioni 2, wewe una bahati. Unaambiwa yule mzee anatoa milioni 2 anakupatia wewe mzee Senga. Sio, unaambiwa binti alifurahi sana kusikia kwamba anaolewa kwa milioni 2. Huyu mwanamke akamwambia, akazidi kumjaza, akamwambia wewe una bahati sana shoga yangu wewe. Wewe ukishakubali kuolewa na yule mzee, maisha yako yatakuwa mazuri. Alafu yule mzee anataka kuzaliwa tu mtoto yule pale. Basi bwana, nikikutoa kule bado nakuleta huku tena. Baada ya kwa mama ametoka nje, ni kweli ile dawa ambayo alikuwa kaitengeneza huyo mzee, ni kweli huyo mama akawa amuoni kabisa, haoni kinachoendelea. Kwa hiyo Mama Semeni akawa anaweka dawa katika eneo hili kwa ajili ya kuweza kumkomesha Kikolelo pamoja na familia yake. Unaona bwana. Kwa hiyo akachimbia dawa pale, baadaye ameweka dawa kwenye sufuria la maji, akachimbia hapo chini. Huyu mzee anamwambia wewe, chimba, hakuoni huyo hakuoni, chimba. Basi Mama Semeni akaendelea kuchimba, na kweli huyu mama akawa amuoni, akaweka dawa ambayo aliagizwa na mzee Senga. Unaona bwana, mzee Senga huyu bwana ni mchawi kweli. Kisha baada ya hapo huyu mzee huyu Mama Semeni akawa ameondoka na kurudi huku sasa aliko mchawi mwenzake huyu mzee Senga, na bwana akamwambia bwana, kila kitu kimeshakuwa sawa, nimeshabadilisha kila kitu na mambo yote yamekuwa yako sawa sawa, kwa hiyo nimeshatengeneza mazingira, kwa hiyo hata usiogope. Huyu mzee akasema sasa subiri nikwambie, mimi nakwenda kumaliza kazi. Mzee huyu anasema naenda kumaliza kazi, nikienda mimi hapo naenda kumaliza kazi yote inakwisha nikishafika hapo. Mimi ndio mchawi, ndio mchawi. Huyu Mama Semeni akawa mjaza, atamwambia naye sana kuamini mzee, haujawahi kushindwa. Mzee akawa amejikongoja na kaniki yake nyekundu, ambaye subiri nakuja, naenda kufanya kazi. Mimi naenda kufanya kazi, hii ni ndogo sana, naenda kumaliza kila kitu ambacho kinachokuwa kinaendelea pale. Basi unaambiwa mzee baada ya kuwa amefika hapo, akatazama mashariki, magharibi, kusini na kaskazini kuona kama pepo zitavuma mbaya, lakini akaona kumbe ni shwari tu. Akatazama huku na kule, akatambika, kisha kabisha hodi jamani wenyewe, hodi jamani, hodi jamani, hodi fungueni jamani, na shida na nini jamani? Mimi ni mzee Senga, nimekuja kuwasalimia jamani. Hodi jamani, mbona mfungui mlango jamani, nimekuja kuwasalimia jamani. Cha kushangaza sasa akawa ametoka Kikolelo binti yake. Basi unaambiwa tukiachana kule sasa, huyu mama bado anazidi kumjaza maneno tu. Yaani nakwambia shoga yangu, ukiolewa na yule mzee ni umzalie tu, ana mtoto. Akasema shoga yangu, nitamzalia huyo mwanaume mtoto, haijalishi hata kama ni mzee, nitaishi naye tu. Hiyo milioni 2 hiyo naichukua shoga yangu. Kaambia wewe shoga yangu na bahati wewe. Basi huyu jamaa huyu mwanamke akawa ameondoka huko akiamini kwamba ana bahati, kumbe anaingia katika mtego wa wachawi bila yeye kujua. Huyu mwanamke akasema hivyo, yaani milioni 2 imekutoa macho, subiri itakutokea puani hiyo milioni 2 na tamaa zako za kijinga. Utaona shoga yangu, wewe furahia tu hapo. Basi tukiachana nao hapo, huyu mzee baada ya kuwa ameona mtoto wake ndio kafungua mlango. Huyu mtoto wake ni mzimu huyo. Basi akamza ujambo binti. Kikolelo akawa amesema sijambo, shikamoo baba. Sasa Mama Semeni anashangaa kuona kinachoendelea, akauliza unaendeleaje huko ndani? Huko ndani mko vizuri jamani mwanangu? Unaona mimi nikasema yuko sawa. Ngoja nimwite dada, kuna mgeni, dada amekuja.
Kisha Kikolelo akatoka nje. Huyu mgeni akawa amepokelea, huyu ndo dada yake na Kikolelo. Karibu baba yetu. Shikamoo baba. Marahaba jamani, mjambo. Kisha na kaka mkubwa akawa ametoka kuja kumkaribisha mzee Senga ambaye alikuja kuwanga hapo bwana, kuleta uchoyo wake wa kijinga. Sasa unaambiwa Kikolelo akachukua ile sufuria ambayo alikuwa amewekea dawa, kamwaga kwanza maji taizi la kwanza. Mtoto mchawi huyo, mtoto mzimu huyo, mtoto ana kimvuli cha ajabu, kashajua ndani kuna vitu vibaya. Akamwaga maji, wakamwambia wewe, mbona unamwaga maji wewe ya chai hayo? Kama mama, mimi sijapenda maji bana, natenga mengine. Kisha akaenda pale ambapo walikochimbia dawa, akaifukua ile dawa huko. Mzee anaona kabisa, aisee mtoto, mama Semene mimi anashangaa huko, aisee ametushtukia huyu nini, mbona kama mapicha picha. Baada ya hapo akatoka akaenda kuitupa ile dawa huko. Unataka kuletea uchawi nyumbani kwao, tupa kabisa huko. Huyu mtoto ni anatisha huyu. Mama Semene anashangaa, mama yangu we, amejuaje huyu mtoto? Basi unaambiwa wakawa wanashangaa, wanaona wewe mbona umekuwa hivyo jamani Kikolelo? Yaani wewe bwana, wewe vituko. Lakini kumbe Kikolelo anaisaidia hii familia. Huyu mzee alikuwa na lengo baya kuhusiana na hii familia. Huyu mzee akawa anamwangalia Mama Semene huko. Akawa anampa ishara, nenda wewe, ondoka. Mambo yameshaharibika hapo. Naona bwana. Sasa mzee Senga kale anawaambia, bwana mimi nilikuja tu kuwasalimia. Mimi acheni niende. Ndio nikaendelea majukumu mengine jamani. Kama vipi Mungu akipenda jamani. Lakini huyu Kikolelo akamwangalia huyu baba. Huyu mzee huyu alikuja kwa lengo baya huyu. Kikolelo ndio huyu hapa. Yaani inasemekana Kikolelo yeye kabakia kimvuli tu hapo. Mzee anamuogopa uchawi wake wote, lakini kwa mtoto dunda man. Ni mwanae kabisa huyu hapa, lakini sasa huyu mzee ni uchawi wake yuko tayari atoe kafara hata kijiji chake chote ili mali tu aweze kutimiza hadhima yake. Naona bwana. Kwa hiyo mzee huyu akawa anataka kuaga. Sasa Kikolelo akawa kuja kuonana na huyu mzee. Huyu mzee ndo aliyomsaidia Kikolelo kutoka katika umauti. Naona bwana, akawa amekutana hapo na kuna kitu ambacho wanakijadili, wanakipanga, wanaongea hapo. Sasa walikuwa wanaongea, wanajadili vitu vya msingi. Sasa tuachane na huyo Kikolelo, tuendelee na huyu mzee. Mzee ameshaumbuka. Ameyaula, Waswahili wanasema kwamba inabidi tuondoke bana. Director wa tamthilia hii bana anaitwa Musa Kitale huyu. Anapatikana WhatsApp kwa namba hizi hapo, unaweza ukawacheki, lakini pia unaweza ukawasiliana nao. Lakini pia nikwambie kwamba chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye libonyeze hilo neno, alafu ukishalibonyeza hilo neno utakuwa ni moja kati ya familia ya Maganga Mjomba. Bana Maganga Mjomba ndio familia yako. Kwa hiyo ungana naye mwanzo mpaka pale ambapo kila siku ambapo watakuwa nakuletea tamthilia hii bana. Usisahau kusubscribe, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, libonyeze, alafu ukishalibonyeza utakuwa ni moja kati ya familia yetu bana. Mimi na wewe tukutane katika episodi itakayofuata. Lakini hapo chini dondosha maoni yako. Kitu gani ambacho umeelewa zaidi, na ungependa kitu gani ambacho tuongeze katika uchambuzi wa tamthilia, na ungependa tukuletee tamthilia gani nyingine ambayo ungependa tukuchambulie ili uweze kwenda sawa. Mimi na wewe tukutane katika episodi inayofuata. Usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment hapo chini. Bana, subscribe basi, nimekuambia mara nyingine tena. Bye bye, nikutakie majukumu mema na pia Mungu wa mbinguni azidi kukubariki. Bye bye.